Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja Mheshimiwa Hamida Musa Khamis amefunga shughuli za upigaji wa muziki katika baa ya Zanzibar Bar iliyopo Shehia Jambiani Kikadini hadi pale watapofuata sheria na taratibu zilizowekwa na serikali. Akitoa agizo hilo huko Jambiani wakati akizungumza na wafanyakazi pamoja na meneja wa baa hiyo kwa njia ya simu, Mheshimiwa Hamida amesema amelazimika kusitisha shughuli za muziki baada ya kupokea malalamiko ya wananchi wanaoishi katika eneo hilo kwamba wanapiga muziki kwa sauti hadi usiku wa manane. Hapana, muziki wako sio live music ya chakula. Maelekezo ya kwanza kuhusu muziki wa aina yoyote ya serikali yaliyotolewa wazi kwamba watu wasipige mziki pasipokuwa na soundproof hall. Hilo ndo la kwanza. Ukishakuwa na soundproof hall, watu wa sanaa watakupa kibali. Kibali chenu hapa kime expire na for sure wasinge kuongezea muda mpaka waje wakague holi. Unapiga mziki jana saa 8 usiku, mimi nimerushiwa voice za sauti za miziki na watu ambao hawapo karibu. Sikiliza ndugu yangu, leo nafunga shughuli zote za mziki na watu wa Baraza la Sanaa watakuja hapa kuchukua hii yao iliyokuwepo mwanzo, kwa sababu ufuati taratibu. Sisi hatuzuii mziki, tunachozuia kusumbua watu. Ile eneo ni la utalii, la uwekezaji, kila mmoja na shughuli zake. Sasa unapofanya vurugu, wengine wakawa hawana amani, hiyo hatuko pamoja nayo. Zipo sehemu wanapiga, mmeruhusiwa kutengeneza holi. Eneo nalo tengeneza hall soundproof, piga mziki wako, usikere wengine, vibali utapewa. Lakini kuanzia leo muda huu, na watu wa sanaa wako njiani wanakuja, tumekosana time, lakini hapa leo tunafunga shughuli zote za muziki zisipigwe mpaka ufuate taratibu, ikiwemo ya kwanza kujenga soundproof. Tumefahamiana? Haya. Mheshimiwa Hamida ameagiza mamlaka zinazohusika na shughuli za vibali vya upigaji wa muziki pamoja na ukusanyaji wa mapato kufuatilia kwa kina shughuli za uendeshaji wa baa hiyo ili kuweza kubaini kasoro zilizokuwepo. Baraza la Sanaa wanakuja, manispaa baraza la mji wanakuja, ZRA wanakuja, hizo ndo taasisi zinahusika na agizo leo hapa pafungwe. Wageni wale kula wanokula wamalize, wacheni wale wamalize vinywaji vyao, vilaji. Si ni mkahawa, hakuna kulala, waende zao. Wala msiwadisturb. Wakishakumaliza walichoingia, taasisi zitafanya shughuli zake. Mwambieni hao mabosi leo walipe, kwa sababu na leo tukifunga kazi haipo. Naye afisa mapato kutoka Mamlaka ya Mapato Zanzibar ZRA kwa upande wa Kusini Unguja, ndugu Salim Omar ametoa wito kwa wawekezaji kuacha tabia ya kukwepa kulipa kodi, kwani kufanya hivyo kunaikosesha serikali mapato. Kufuatilia kwa muda mrefu tukakuta kwamba kwa hafai Tanzania, tukaja tukamfuatilia, tukamsimamia akawa anafai, lakini kwenye kulipa hajalipa. Na kila siku tulikuwa tukija hapa kufuatilia, tunakuta sengine amefunga kipindi cha low season. Kwa hiyo leo tumepata nafasi kuja tena hapa, tunataka kupata maelezo yao na kuwafuatilia ili waje kulipa. Kwa taasisi nyingine za mamlaka sio zinafuatilia hawalipa kodi tu. Wengine kama hivyo wanakuwa na leseni lakini zisha expire na wanaendelea kupiga biashara, tunapoteza kodi. Na pia kwa wafanyabiashara, watu wangu wafuate sheria na walipe kodi.